Lawrence Mbaruku mwenye umri wa miaka 14 anauguza jeraha mguuni baada ya kupigwa risasi inayodaiwa kufiatuliwa na polisi katika eneo la Huruma, kaunti ya Nairobi. Jioni ya Jumanne hii, wakazi waliojawa na ghadhabu walifunga barabara ya Starehe mchana kutwa kudai haki ya Mbaruku, huku polisi wakilazimika kutumia vitoza machozi kuwatawanya. David Muthoka na maelezo zaidi akitufungulia taarifa zetu za NTV jioni ya leo. Mamia ya wakazi walimiminika kwenye barabara kwa ghadhabu kufuatia kupigwa risasi kwa mmoja wao kwa jina Lawrence Mbaruku mwenye umri wa miaka 14 pekee. Baadhi waliwasha magurudumu na wengine kuweka mawe makubwa ili kuifunga barabara kabisa, hali iliyolazimu polisi kufyatua vitoza machozi. Inadaiwa Lawrence aliyepelekwa katika hospitali ya Kenyatta mwishowe kwa upasuaji alipigwa risasi na polisi jana jioni. Na yule mtoto hakuwa na makosa yoyote. Saa hii tunaongea ako hospitalini na bado hajapata haki. Kwa hivyo ile kitu tunaomba ni tupate kitu inaitwa haki. Kwa sababu ukiangalia babake saa hii mimi hana uwezo na mtoto ameshaumia na mwenye alimpiga risasi bado hajapatikana. Kile natukasisa ni mtoto, sio mtu mzima. Atizi wakichapa kimtu kama mimi, nigelia rais. Hata wakisema ni kuiba nilikuwa naiba sike, lakini mtoto tuko na uchungu. Askari anafaa kujua ni wapi anapiga risasi, sio kupitupa tu risasi kila mahali. Mtoto risasi imempata akiwa kwao. Kwa hivyo hakuwa amechokoza mtu. Utata umeibuka kuhusu ni vipi kijana huyo alipigwa risasi kimakosa. Akauliza, mimi ni ofisa kama nyinyi ni ofisa wa wapi? Mmoja akakataa kusema. Mmoja mwenye alikuwa na apron akatoa bunduki. Kwa harakati ya ule askari alimuuliza, mimi ni ofisa wa John Zaka, nieleze wewe ni wa kituo gani ili kama hao wamekosa tu arrest huyo mtu na tujue unampeleka wapi. Hivyo tu ndio huyo akatoa bunduki na akashuti juu. Kushuti kumbe ameshuti mtoto. Ila kulingana na kamanda wa polisi wa Starehe Cyrus Maina, kisanga hicho hakikusababishwa na polisi kutofautiana, bali kilitokana na wakazi kushambulia polisi walipokuwa wakijaribu kukamata washukiwa wa wizi wa mabavu. Sasa anasema hakuna ushahidi ikiwa ni polisi waliofyatua risasi iliyomuumiza Lawrence. Inasemekana ni risasi, kwa sababu bado hatujadhibitisha kama hiyo risasi ilikuwa kutoka upande gani, lakini ilipigwa pale na wale officers wakaweza kujiokoa na kukimbilia usalama. Eneo la Huruma limekuwa na rekodi mbovu ya wakazi kuuawa au kuumizwa, sana kimakosa, kwa risasi zinazodaiwa kufyatuliwa na polisi. Mwezi Februari pekee watu 3 waliuawa, huku kisa cha Lawrence sasa kikiungana na visa hivi vya awali. David Muthoka, NTV, Nairobi.